Tena ipokeni chepeo ya wokovu. Ni awamu ya tatu, na awamu ya mwisho, awamu ya tatu ambayo ni ya mwisho. Waefeso 6:17 inasema tena ipokeni chepeo ya wokovu na upanga wa Roho ambao ni neno la Mungu. So tukasema tunapokea wapi kama usalama? Ulikuwa wapi kweli? Yes. Yaani hapo. Kusema huo upanga wa Roho ni neno la Mungu. Na huo upanga ni neno la Mungu. So verse 18, Waefeso 6:18 sema kwa sala zote na maombi mkisali kila wakati katika Roho, mkikesha kwa jambo hilo na kutumu katika kuwaombea watakatifu wote. Tunaona kuna kuwaombea. So nyaraka zinafundisha kupepa watu kwenye mioyo, kuwaombea watu wengine. So lengo letu la kuomba ni kwa ajili ya wengine. Glory to God. Amen. So kwa lugha nyingine nyaraka zinakuwa ni compass ya maisha yangu ya maombi. Nyaraka zinakuwa ni kama compass vile inakuelekeza, yani namna inakuelekeza. So nyaraka ndio zinatuelekeza namna kuomba. Naweza tukasema nyaraka ni kama compass, zinakuwa ni compass ya maisha yangu ya maombi. Maana kuomba nje ya nyaraka ni kuomba nje ya mpango wa Mungu. Glory to God. So ukiomba sawasawa na maelekezo ya nyaraka, unaomba sawasawa na vile Mungu anakusudia ama kama vile Mungu ametaka. So nitaomba kwa mwelekeo wa ufunuo wa Kristo. Mwamini anatakiwa kuomba kwa mwelekeo wa ufunuo wa Kristo. So si kuomba tu kwa kuomba. Unaomba kwa mwelekeo, kwa mpangilio, kwa mpango wa Mungu, kwa ufunuo wa Kristo. Nataka tuangalie Waefeso 1:1. Waefeso 1:1 tutaenda 3, 4 tukiruka. Acha nisome. Paulo mtume wa Kristo Yesu kwa mapenzi ya Mungu kwa watakatifu walioko Efeso. Ni Waefeso 1:1. Wanaomwamini Kristo Yesu. Alafu mstari wa 3. Atukuzwe Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo aliyetubariki kwa baraka zote za rohoni katika ulimwengu wa roho ndani yake Kristo. Mstari wa 4. Kama vile alivyotuchagua katika yeye kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu ili tuwe watakatifu, watu wasio na hatia mbele zake katika upendo. Tusome 13. Nanyi pia katika huyo mmekwisha kulisikia lile neno la kweli, habari njema za wokovu wenu. Unasikia? Habari njema za nini? Za wokovu wenu. Habari njema za wokovu wenu. Tena mmekwisha kumwamini yeye na kutiwa muhuri wa Roho yule wa ahadi aliye mtakatifu. Mstari wa 14. Ndiye aliye arabuni ya urithi wetu ili kuleta ukombozi wa miliki yake kuwa sifa ya utukufu wake. So katika mstari wa 14 anasema ndiye aliye arabuni ya urithi wetu ili kuleta ukombozi wa miliki yake kuwa sifa ya utukufu wake. So muamini katika Kristo. Haleluya. Muamini katika Kristo. Tuna mwili wa ukombozi hata sasa, lakini bado hatujaanza kufaidi, yani hatujaanza kufaidia. Hatujaanza, huo mwili haujaanza kutufaidia. Maana katika Kristo tumekamilishwa katika yeye. So katika Kristo tunao mwili wa ukombozi. Glory to God. Lakini huo mwili haujaanza kutufaidia bado. Maana wakati wake unakuja. Glory to God. So uhakika ama muhuri wa ahadi ya Mungu ni Roho wake aliyetupa. Uhakika au muhuri wa ahadi ya Mungu ni Roho wake aliyetupa. Hivyo kwenye matarasa tuliona kwamba kuonyesha kwamba tumeokoka tulipewa kukaliwa na Roho. So Roho wa Mungu ndani yetu ni udhibitisho kwamba tumeokolewa kutoka katika dhambi. Tumelindwa salama milele. Haleluya. So uhakika ama muhuri wa ahadi ya Mungu ni Roho wake aliyetupa, ambaye ndiye arabuni ya urithi wetu. Huyo Roho ni arabuni ya urithi wetu. Huyo Roho ndiye arabuni
ya urithi wetu. Kwa hiyo huyo Roho ndiye arabuni ya urithi wetu. Huyo Roho ndiye arabuni ya urithi wetu. Kwa hiyo uhakika kwamba wokovu umekamilika ni huyo Roho aliye ndani yangu ama ndani yako. Kwa hiyo uhakika kwamba wokovu umekamilika ni huyo Roho aliye ndani yako ama ndani yangu. So kukaliwa na Roho ni kuonyesha kwamba wokovu tayari umekamilika. Tumeokolewa tayari. Tumeokolewa, tumesamehewa. So kuhusu swala la kuokolewa kutoka kwa dhambi tayari tumepokea. So kwa hiyo uhakika kwamba wokovu umekamilika ni huyo Roho aliye ndani yangu ama ndani yako. Ni huyo Roho ambaye ni arabuni ya urithi uchao pia, ambapo ni mwili wa utukufu. Na huyo Roho ni arabuni ya urithi uchao, mwili wa utukufu. Maana huyo Roho ndiye thibitisho kwamba tutafua mwili wa kuharibika na kufaa mwili wa kutokuharibika. Haleluya. Tutafua huu uharibikao na kuwa na mwili usioharibika, mwili wa utukufu. Paulo anasema kwenye mstari wa 15 hiyo ya Waefeso 1:15, kwa sababu hiyo mimi nami tangu nilipopata habari za imani niyo mbuni konfamia tunisome. Anasema kwa sababu hiyo mimi kwa sababu hiyo mimi nami tangu nilipopata habari za imani yenu katika Bwana Yesu na pendo lenu kwa watakatifu wote, siachi kutoa shukurani kwa ajili yenu nikiwakumbuka katika sala zangu. So anataja shukurani na sala, lakini shukurani sio sala. Glory to God. Tulisema shukurani sio kuomba ama sio maombi, sio sala. Anasema siachi kutoa shukurani kwa ajili yenu nikiwakumbuka katika sala zangu. Sio shukurani, sio sala. Haleluya. Lija kuwa natoa shukurani, lakini shukurani haihesabiki kama ndio maombi. Haleluya. So anataja shukurani na sala, lakini shukurani sio sala. Anafanya nini kwa Mungu ambaye anamwambia kwa Mungu ambaye anamwambia Kristo amefanya yote? Anamuombea. So anafanya nini kwa Mungu ambaye anamwambia Kristo amefanya yote? So anasema kwamba anawaombea. Anasema niliposikia habari za imani yenu na upendo wenu, manake siachi kutoa shukurani na kufanya sala. So lija kuwa Paulo anawafundisha Waefeso kuhusu habari za wokovu katika Kristo Yesu, wajue wamepokea nini katika Kristo. Lakini baada ya kuwaombea anasema kwamba ahaji yaani baada ya kuwa amewafundisha anasema kwamba ahaji kuwaombea, ahaji kutoa shukurani na sala kwa ajili yao. Glory to God. So ufunuo wa kumwambia kwamba umebarikiwa na baraka zote za rohoni unahitaji kumwombea. Yaani ufunuo wa kumwambia mtu, ufunuo wa kumwambia muamini kwamba umebarikiwa na baraka zote za rohoni. Paulo tunaona kwamba anasema siachi, niliposikia siachi kuwaombea. Maana unahitaji kuwa unamwombea mtu. Ufunuo wa kumwambia mtu kwamba umebarikiwa na baraka zote za rohoni unahitaji maombi, unahitaji kuomba kwa ajili ya huyo mtu, unahitaji kumwombea. Na hii ndio sababu watu wakisikia dhambi zao zimesamehewa wataishi maisha ambayo ni kama vile hawajaamini. Yaani mfano mtu anapokuwa ameamini Injili, mtu anaposikia akiambiwa dhambi zako zimesamehewa, mtu anaweza akaishi maisha ambayo ni kama vile hawajaamini. Sababu ni kukosa maisha ya maombi. Yaani mtu ameamini ndio, alafu namwambia umeamini, sasa umesamehewa dhambi zako. Huyu mtu ambaye umemwelezea mambo haya anaweza akaishi maisha
ni kama hachaamini, yaani anasaishi kama mtu ambaye hachaamini bado. Kwa nini? Kwa sababu kunakosekana maisha ya maombi. Ndio sababu baada ya kuwa umehubiria mtu, baada ya kuwa umefanya wanafunzi, yaani umehubiria watu unawafanya wanafunzi, lija kuwa unawaelezea walichokipokea, unahitaji kuwaombea ili watembee katika uhalisia wa kila ambacho wamepokea. So kuwaambia tu kwamba mmesamehewa, mmeamini sasa mmesamehewa, na ukose kuwaombea, hawa watu wanaweza wakatembea kama watu ambao hawajaamini, wanaweza wakatembea kama watu ambao hawajasamehewa. So unahitaji kuwaombea ili waweze kutembea katika uhalisia wa kila ambacho wamepokea. Glory to God. Hallelujah. So ufunuo wa Kristo unahitaji maombi. Ufunuo wa Kristo unahitaji maombi. Ufunuo wa Kristo unahitaji maombi. Kumbuka kwenye Waefeso, kumbuka kwenye wapi? Kumbuka kwenye Waefeso walipookoka. Angalia pia kwenye Matendo ya Mitume, yani kwenye wameandika kumbuka hao Waefeso walivyookoka. Wako kwenye Matendo ya Mitume 19. Matendo ya Mitume 19 kuanzia mstari wa kwanza, wa pili, wa tatu mpaka wa tano. Kuna mahali anasema akawauliza, je, mlipokea Roho Mtakatifu mlipoamini? Wakajibu, la, hata kusikia kwamba kuna Roho Mtakatifu hatukusikia. Maana hapo ndio kanisa la Efeso lilisaliwa. Glory to God. Amen. Ndipo Paulo akawahubiria, wakaamini na kujazwa Roho Mtakatifu. Walianza namna hiyo, yaani walianza kiungu kabisa, walianza katika uhungu. Baada ya kuwa bora amewahubiria, maana alipouliza mlipookoka aliuliza kwamba aliuliza, je, mlipokea Roho Mtakatifu mlipoamini? Ndio wakasema hata kusikia la. So inaonyesha kwamba hawakuwa wameamini. So hawakuwa wamefundishwa kuhusu habari za wokovu katika Kristo Yesu. So Paulo alipowafundisha wakaamini, sasa wakajazwa Roho Mtakatifu na wakaanza kwa namna ya kiungu, maana walianza kwa kunena kwa lugha pamoja na kufasiri. Glory to God. Waefeso 1:16, siachi kutoa shukurani kwa ajili yenu nikiwakumbuka katika sala zangu. Kwa hiyo unapomfundisha muamini kwa habari ya kazi ya Kristo, kinachopaki ni maombi yako yasiyokoma kwake. Kwa hiyo unapomfundisha muamini kwa habari ya kazi ya Kristo, kwa hiyo kutokana na Waefeso 1:16, unapokuwa umemfundisha muamini, umemfundisha mtu kwa habari ya kazi ya Kristo, ama muamini kwa habari ya kazi ya Kristo, kinachopaki ni maombi yako yasiyokoma kwake. Ni maombi yako yasiyokoma, maana unaomba katika mwendelezo, kwa sababu bila hivyo hatafanya yale yaliyompasa kufanya. Huyu mtu ameokoka, kinachopaki sasa ni wewe kuendelea kumuombea. Kwa hiyo unapomfundisha muamini kwa habari ya kazi ya Kristo, kinachopaki ni maombi yako yasiyokoma kwake, kwa sababu bila hivyo hatafanya yale yaliyompasa kufanya. So tunaweza tukaona kwamba watu wengi kwenye makanisa hawafanyi yale ambayo wanapaswa kufanya kwa sababu wamelack maisha ya maombi ya mwendelezo. Unakuta mtu anakuja anaomba Monday mpaka Jumapili. Mtu kwa mwezi mmoja anaomba once. Amejikaza ni mara mbili, amejikaza sana ni mara tatu. So hao watu watakosa kudhihirisha kila ambacho walipokea. So hii ndio inafanya Paulo aseme mstari wa 15 kwamba kwa sababu hiyo nami tangu nilipopata habari za imani yenu katika Bwana Yesu na pendo lenu kwa watakatifu wote,
siachi kutoa shukurani kwa ajili yenu nikiwakumbuka katika sala zangu. So watu wakishapokea Injili, usiache kuwaombea. Usiache kuwaombea. So kama unaombea mtu, wewe mtu akaamini, endelea kumwombea. Kuna mtu alikuwa akuji kanisani, ukaomba akakuja. Usiache kuomba kwa sababu amekuja. Endelea kufanya maisha ya mwendelezo ya maombi kuhusu huyo mtu. Glory to God. Mpaka uone kila ambacho Mungu alikusudia katika maisha yake kikidhihirika, kikianza kuonekana, akitembea katika uhalisia wa kila ambacho Mungu amefanya katika maisha yake. Glory to God. So Wathesalonike wa kwanza 5:17 anasema ombeni bila kukoma. So ombeni bila kukoma. So tunaweza tukajiuliza ni namna gani Paulo alitendea maelekezo hayo. Maelekezo hayo ya kazi yaani kile ambacho anasema kwa Waefeso, kwamba siachi kutoa shukurani kwa ajili yenu nikiwakumbuka. Kumbuka kwamba anasema ombeni bila kukoma. So Paul baada kuwa amewahubiria wale Waefeso wa Matendo ya Mitume 19, baada kuwa amewahubiria wameamini Injili, aliwaombea bila. So anaposema siachi, manake aliomba, ama maombi yake yalikuwa ni maombi ya bila kukoma. Alifanya maombi ya mwendelezo. Haleluya. So kuomba bila kukoma katika nyaraka za Paulo ni tumesema si kujiombea. Hebu niulize swali. Kuomba bila kukoma katika nyaraka za Paulo ni kujiombea mwenyewe ama kuombea wengine? Kuombea wengine. So tuliona ni kuombea wengine. Hao wengine na akina nani? Ndio swali. Hao wengine na akina nani? Wale waliosikia ujumbe kuhusu ukombozi. Wale waliosikia ujumbe kuhusu ukombozi. Hao ndio unawaombea bila kukoma. Wale waliosikia ujumbe kuhusu ukombozi. Sasa kuna kitu hapa ya changamoto kidogo. Sikia sasa. Ujumbe wa Paulo katika nyaraka ni kwamba mtu hawezi akafanya mengi katika maombi mpaka awe amefundishwa vizuri. Kulingana na Paulo. Ujumbe wa Paulo katika nyaraka ni kwamba mtu hawezi kufanya mengi katika maombi mpaka awe amefundishwa vizuri. Mpaka awe amefundishwa vizuri. Ujumbe wa Paulo katika nyaraka ni kwamba mtu hawezi kufanya mengi katika maombi mpaka awe amefundishwa vizuri. So kuna umuhimu wa muamini kukaa katika darasa. Kama muamini anataka kuwa awe effective katika maombi, ama maombi iwe ifanye effective katika maisha yake, ionekane katika maisha yake, anahitaji kufundishwa, kukaa kwenye mkao wa kujifunza neno la Mungu vizuri, ndio mtaona matokeo. Na tulisema matokeo ya kufundishwa vizuri, huyu mtu unafaa uone maombi kwake. Glory to God. So ujumbe wa Paulo katika nyaraka ni kwamba mtu hawezi kufanya mengi, mtu hawezi akafanya mengi katika maombi mpaka awe amefundishwa vizuri. So tunapokuwa tumefundisha ndipo tunaomba kwa ajili ya watu waliofundishwa. Tunapokuwa tumefundisha ndipo tunaomba kwa ajili ya watu waliofundishwa. Maana ni wakati watu wamefundishwa ndio hao watu wanasema siachi kutoa shukurani na sala. Siachi kuwakumbuka katika siku. So tunapokuwa tumefundisha ndipo tunaomba kwa ajili ya watu waliofundishwa, ili kwamba
yale waliofundishwa yaweze kuwa matunda, yaweze kuleta matokeo. Tunapokuwa tumefundisha, ndipo tunaomba kwa ajili ya watu waliofundishwa, ili kwamba yale waliofundishwa yaweze kuwa matunda au yalete matokeo. Sisi kama viongozi wa kanisa hili, mnaelewa vile ambavyo tunafundisha watu kwa utaratibu mahali hapa. So inamaanisha kwamba tunahitaji kujitoa kwa maombi, kuwaombea wale ambao tumewafundisha, ili tuone matunda, tuone matokeo, watembee kwa kila ambacho tumewafundisha, watembee katika uhalisia wao. Glory to God. I hope umeshaiona maybe mahali mtu anasema watu wanafundishwa mambo na watembee katika mambo yao. So utakuta mafundisho yakiwa mazuri mahali na kukosekane maombi ya muendelezo, ni kama kufanya kazi bure. Maana unacholepa, unachotapikia, hautakaa uone matokeo ya kila ambacho unatapikia. Haleluya. Kwa nini? Shida si hao watu. Shida ni wewe kuwafundisha na umeacha kuwaombea. Paulo anazungumza kwamba amewafundisha na anasema siachi kuomba. So inamaanisha tunawafundisha na kuomba ni muendelezo, kuwaombea ili tuone matokeo yake. Glory to God. Amen. So maisha ya mwamini yameundwa ili yawe maombi. Maisha ya mwamini yameundwa ili yawe maombi. Maisha ya mwamini yameundwa ili yawe maombi. Lakini ili kwamba sasa tuweze kuomba vizuri, tunafundishwa. Maisha ya mwamini yameundwa ili yawe maombi. Yanaitwa maisha ya maombi. Maombi ni huduma. Lakini ili kwamba sasa tuweze kuomba vizuri, tunahitaji kufanya nini? Kufundishwa. So mwamini hawezi akaomba vizuri mpaka amefanya nini? Amefundishwa. Na Paulo utamsikia kwamba anaombea watu, isipokuwa hautamsikia kwamba anaombea watu isipokuwa wale ambao amewafundisha tu. Haleluya. Maana kwenye nyaraka za Paulo hautamsikia anaombea tu watu. Utamkuta anaombea watu ambao amefanya nini? Amewafundisha. Glory to God. Aya, sikia hii. Hii naye ni changamoto kweli. Sasa kulingana na Paulo, mfano uko na mama yako hajaokoka ama baba yako hajaokoka. Utasikia mtu anasema kwamba ninamuombea mama yangu ili apate kupokea Injili. Na ako wapi nyumbani? Hayuko Nairobi. Badala kumwombea mama yako apokee Injili, tuma watu wapeleke Injili kwa mama yako. Haleluya. Maana wewe unamwombea apokee Injili. Injili yenyewe iko wapi? Si vile inasema wataokokaje wahubiri wasiposikia, na watasikiaje wasipo mhubiri, na mhubiri ataendaje asipotumwa. Haleluya. So si swala naombea mamangu apokee Injili. Ni wewe kwa kufanya nini? Kuconnect mtu aliye karibu na mamako afanye nini? Ampelekee Injili. Haleluya. Aenda kuleta tu. So, sasa pale mama yako anapokuwa amesikia Injili, sasa unaweza ukaomba. Akishaisikia Injili unaweza ukafanya nini? Ukamwombea mama. Haleluya. Kwa sababu amefanya nini? Amesikia Injili. Sasa unamwombea ili awe effective kwa kila ambacho amefanya nini? Amesikia. Glory to God. Na hicho ndicho tunachokipata kwa Paulo. Haya. Maombi
yanasaidia neno. Maombi inasaidia neno. Maombi ni huduma ya usaidizi katika huduma ya neno. Maombi yanasaidia neno, ama tunaweza tukasema maombi ni huduma ya usaidizi katika huduma ya neno. Maombi ni huduma ya usaidizi katika huduma ya neno. Haya, andika hivi. Maombi ni chumba cha kufanya upasuaji. Maombi ni chumba cha kufanyia upasuaji ambapo neno la Mungu linapata kutenda kazi. Maombi ni chumba cha kufanyia upasuaji ambapo neno la Mungu linapata kutenda kazi. So maombi ni chumba cha kufanyia upasuaji ili neno la Mungu sasa lipate kufanya nini? Kazi yake sawa sawa. Maombi ni chumba cha kufanyia upasuaji ambapo neno la Mungu linapata kutenda kazi. Hivyo ni neno ndipo maombi. Hivyo ni neno ndipo maombi. Ndipo maombi. Ani waulize. Maji kwenye mataifa. Abrahamu si watu wa mataifa. Hawakuwa wanaomba. Lakini manake hawangeomba sawa sawa kwa sababu hawamjui nani? Mungu. Haleluya. So utakuta walikuwa wakiomba, wanaomba miungu ama wanaomba kwa miungu. Haleluya. So ibada zao zilikuwa zinaelekezwa kwa miungu. So manake hawangeomba kwa Mungu aliye hai kwa sababu hawamjui. So mtu anapofundishwa vizuri ndipo huyu mtu sasa ataomba vizuri. Glory to God. So ni neno alafu nini? Maombi. Lakini maombi ikianza watu wataomba visivyo kwa sababu hawana maelekezo, hawana mwangaza kuhusu ni nini ambacho wanaombea. Haleluya. Hai, watu ambao hawajafundishwa vizuri si wanaomba ni binafsi tu. Nataka niwe hivi, nataka nipite fulani, nataka hii kwa hivi, nataka sijui what. Yaani unajilimukisia vitu, lakini umeshawahi vikuta, umeshawahi kuja kweli? Havijawahi kuja. Lakini ukifundishwa vizuri, utaomba katika mwangaza. Glory to God. So kwa lugha nyingine, huduma ya neno inabebwa katika anga la maombi. Kwa lugha nyingine, huduma ya neno inabebwa katika anga la maombi. Kwa lugha nyingine, huduma ya neno inabebwa katika anga la maombi. Huduma ya neno inabebwa katika anga la maombi. Kwa lugha nyingine, huduma ya neno inapegwa katika anga la maombi, na ni maombi yaliyoombwa katika ufunuo. Ni maombi yaliyoombwa katika ufunuo wa mambo ambayo Mungu aliwapa mitume baada ya ufufuo wa Kristo. Yaani sio tu maombi yoyote, ni maombi yaliyoombwa katika ufunuo wa mambo ambayo Mungu aliwapa mitume baada ya ufufuo wake. Maana baada ya kuwa Kristo amefufuka, akinapowafundisha wanafunzi, anawafundisha pamoja na kuomba. Glory to God. Ili waombe katika ufunuo wa kila ambacho wamepokea katika Kristo Yesu. Haleluya. So si tu maombi yote ile.
So je, Paulo aliomba kwa ajili ya Wafilipi? Ndio, si ndio? Aliomba kwa ajili ya Wakolosai? Ndio. Aliomba kwa ajili ya Waefeso na Wakalatia? So watu wote ambao Paulo aliwafundisha Injili alifanyaje? Na ushahidi si upo, simeandikwa. Mwamini, kwa nini unafikiri aliwaombea Wakorintho? Nataka mtu anijibu hilo. Kwa nini unafikiri, maana nimetaja na sikutaja Wakorintho. So kwa nini unafikiri aliwaombea Wakorintho? Kwa nini unafikiri Paulo aliwaombea Wakorintho? Jibu ni kwamba kwa sababu alikuwa amewafundisha. Maana watu wote Paulo aliwafundisha, alikuwa akiwaombea. Haya, alipowaombea Wakorintho, walipata kuendelea vyema mwanzoni? Hapana. Alipowaombea Wakorintho, walipata kuendelea vyema mwanzoni? Si mwanzoni ndio tunaona wanaambiwa nawaandikia, yani nawaandikia kama watu wasio, si mnaenenda kama watu wasio wa roho, mnaenda kama hiyo 1 Corinthians chapter 3, si ndio? Yeah, so aliwafundisha. So aliwaombea, lakini mwanzoni japo alikuwa anawaombea, hawakufanya nini? Hawakufanya vyema mwanzoni. Haya, sikiza. Nataka unielewe vizuri. Nimesema Paul amefundisha Wakorintho. So watu ambao Paul aliwafundisha aliwaombea. Nikauliza, alipowaombea Wakorintho, mwanzoni walifanya vizuri? Hapana. Tuko pamoja? So sikia sasa. Ninapoomba kwa namna ya Agano Jipya, je, maombi yangu siku zote yatakuwa na matokeo hakika? Yaani itakuwa na matokeo ambayo unatarajia? Hapana. Inaweza kosa matokeo ambayo unatarajia. Ninapoomba kwa namna ya Agano Jipya, je, maombi yangu siku zote yatakuwa na matokeo ninayotaka? Ama matokeo ya kila ambacho ulikuwa umekusudia? Hapana. Nataka hiyo ikuelewe vizuri. Mambo na watu wanataka tu wakati mwingine wakiomba mambo ikuwe vile walikuwa wanataka. Paul aliwaombea lakini bado walienenda mwilini. So kuna wakati nimesema kwamba ninapoomba kwa namna ya Agano Jipya, je, maombi yangu siku zote yatakuwa na matokeo ninayoyataka? Hapana. Kuna wakati unaweza kuona mtu unayemuombea atakupa taarifa za awali kwamba ni kama anapoteza, yani ni kama unapoteza muda wako. Yani kuna wakati unaweza kuona kuna mtu unamuombea, lakini huyu mtu anakupa taarifa, si lazima akuambie, lakini taarifa zinatoka kwake namna anavyoenenda. Taarifa za awali kwamba ni kama unapoteza muda. Yaani kama unaombea mtu lakini unamuombea, lakini jamaa ukimwangalia yeye anafanya kama anafanya kazi bure hii. Yaani unasikia kukata tamaa. Hebu nikuulize, umeomba kwa namna ya nyaraka vile ambavyo simeelekeza, lakini jamaa taarifa za awali zinazotoka kwake asikupendezi, karibu sikukatisha tamaa za acha tuaje tu kuomba. Maana sasa tunaomba na jamaa ndiye anaharibika kweli. Tunaomba lakini mambo hata ndio imeharibika complete. Tafadhali kuacha. So ni mambo ina happen. Ni mambo yalikuwepo hata katika nyaraka. Ni mambo yalikuwepo. Je, Yesu aliomba kwa ajili ya wanafunzi wake? Tuseme ndio. Usiku ule aliposalitiwa, ni nani alimsaliti?
aliyefanya nini? Si ni aliyewaombea? Aliyemsaliti Yesu hakuwa kuhani mkuu, bali mtume aliyemchagua mwenyewe na akamwombea, na amekuwa akiwaombea katika. Maana hatuwezi kuwa tunafundishwa kuambiwa kwamba wale umewafundisha uwaombee katika mwendelezo bila kukoma, alafu tuseme kwamba Yesu alipowachagua wanafunzi wake akawafundisha akaacha kuwaombea. Ina make sense kweli? So aliwaombea katika mwendelezo bila kukoma, akienda kukesha mlimani kwa ajili ya kuwaombea. Ni nani alimsaliti? So nataka uangalie, nimesema unaweza kaomba kwa chinzi ya nyaraka, lakini maombi yale yakakosa kuleta matokeo ambayo ulikuwa umekusudia. Tuko pamoja? Unaombea watu, unaowaombea anatoka mtu mmoja anakupiga vita. Na ni mtu ambao unakesha usiku na mjana ulali kwa ajili ya kumwombea, lakini kesho amepatilika. Hiyo imekaa sawa. Haleluya. So Yesu alisalitiwa na watu waliokuwa anawaombea, aliyowachagua yeye mwenyewe. Glory to God. So Biblia inatuambia kwamba Yuda alikuwa kama mwasi, yani mweka hazina. Mara zote ataweka maana unajua mtu ambaye ni mweka hazina, mwenye anaweka ampewa kabla la fedha huyu. Si lazima mweke mtu mwaminifu. So mtu mwaminifu ndiye alikusaliti naye. Mnaweza chukua jeuri mweke pande ya hela. Pande ya hela anawekwa mtu ambaye ameaminika. Ama sio jamani? So Yuda waliweka jamaa ambaye waliassess wakajua kwamba huyu anaweza akafanya vizuri. So huyo ndiye alifanya nini? Alimsaliti Bwana. Haleluya. So kama ungalitafuta jina la Yuda la katikati, Yuda angeitwa mwaminifu. Maana mtu ambaye hapa kanisani kuna anaweka hela zetu. Yule ambaye anachukua hela, tunasema hela zote za rent tunakupatia wewe. Si yupo? So ukimtafuta kanisani jina lake lingine tunaweza tukamuita na mwaminifu. So Yuda aliitwa mwaminifu lakini kwa hiyo kikawaida Yuda alikuwa na maadili mazuri na alijulikana hivyo. Maana wewe pea mtu kupepa kabla hela aweke hela zenu kama maadili yake ni mbaya. Lazima alijulikana jamaa mzuri, jamaa mpole. Maana Petro ndio tunaona tu ni muongeaji sana. Lakini Yuda alikuwa mtulivu. Mwenendo wake ni jamaa smart. Hatuwezi mlinganisha na mtu kanisani. Lakini huyo. Lakini wakati huu Yuda alikuwa amefutwa na vipande 30 vya fedha. Yaani vipande tu 30 vya fedha. Si Yuda alimsaliti Yesu kwa pesa ngapi? Vipande 30. Si ndiye alipewa kumsaliti Yesu, imani pesa. Alifutwa tu na vipande 30 vya pesa ya fedha. Sasa kumbuka hivi, ona. Fikiri mtu aliyeaminiwa sasa anafutwa na vipande 30 tu vya fedha. Yaani mtu umemwamini miaka yote 3.5. Mtu ambaye mmemweka kwenye kapu la hela mkamwaminia. Anabeba hela nyingi. Alafu vipande 30 vinafanya na saliti mtu. Glory to God. So Yuda aliuza udume wake kwa vipande 30 vya fedha. Haleluya. Je, maombi ya Yesu yalishindwa? Si Yuda alikuwa na Bwana mwenyewe. Sasa tunaweza kusema maombi ya Yesu yalishindwa. Wala ambao mnaomba alafu mnaona mambo hayafanyiki, mnaona ama pastor anapoombea mtu mambo yasikose kufanyika, watu wanafikiria kama maombi